Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ndugu wapendwa, mahali mlipo nafikiri mko salama, hata mimi niko salama, nashukuru Mwenyezi Mungu. Mungu ameendelea kuwa pamoja nasi. Ningelipenda tuweze kuchangia hili neno lake Mwenyezi Mungu katika kitabu barua ya kwanza ya Petro chapter 4 verse 17 na verse 18. Tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Kwa maana wakati umefika wa kuhukumu kuanza katika nyumba ya Mungu, na ikianza kwetu sisi, mwisho wao wasiotii injili ya Mungu utakuwaje? Na 18, na mwenye haki akiokoka kwa shida, yule asiyemcha Mungu na mwenye dhambi ataonekana wapi? Mungu atusaidie sana. Haya ni maneno ambayo tumeweza kuyasoma katika hichi kitabu, na maneno haya naweza kumyasikia ama moyo yahubiri ama bado yahubiriwa, lakini nimelipenda bado tuweze kuyachangia haya maneno. Huyu wakati Paulo akamwandikia Petro, akamwambia waraka wake ya kwanza, akamwambia Petro, nakuambia na kusihi, endelea kuambia watu ya kuwa vile walivyo katika nyumba ya Bwana wasijiangalie hivyo tu peke yake, bali waweze kuchunguza wenyewe, waweze kuangalia ni wakina nani wanahubiri, ni wakina nani wanaimba, ni wakina nani ambao wanatangaza injili, kwa maana hukumu inakuja kuanzia pale pale ndani. Hivyo ndivyo nasi ilivyo kwa wakati kama huyu. Hukumu inakuja kuanzia ndani ya wale walioko nyumbani mwa Bwana, kwa wale sisi wachungaji, kwa wale wa evangelist, kwa wale wanaitwa ni walimu, kwa wale mabishops. Mnafanya nini ndani ya nyumba ya Bwana? Je, ni injili mnanena ili watu waokoke wakaende mbinguni? Ni injili mnahubiri watu wakae matajiri wa duniani? Ni injili mnahubiri ya kunyanyasa watu? Je, kazi unayoifanya wewe ukiangalia kabisa unaifanya kwa utaratibu wa aina gani? Kwa maana watu wengi watakuja kuhukumiwa. Watu wengi watakuja kuonekana ya kuwa walikuwa wananena injili, lakini mwishowe watakuja basi kuonekana hawakuwa wananena injili, bali walikuwa wananena kwa miamba yao peke yao. Mungu atusaidie sana. Ndugu yangu, na kuomba mahali popote ulipo, endelea kufanya hii kazi ya Mungu. Jua ya kwamba hukumu iko. Yesu Kristo yuaja. Kama hujiandai, kama injili unaifanya kwa ukorofi, basi wewe utahukumiwa kama wale watu ambao hawajamjua Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo unaweza kunafanya kazi ya Mungu, unazini, ukikuja kuhubiri na kuona imekuwa sawa. Unaweza kuwa wewe ni mkora, unakuja kufanya injili, mambo inakubarika. Lakini acha nikwambie, hukumu inakuja, utahukumiwa. Ndugu yangu, huu ni wakati wako wa kujiandaa. Angalia vile unanena hiyo injili, angalia vile unafanya kazi ya Mungu. Hata unaweza kuwa una kazi nyingine ndani ya nyumba ya Bwana, hata kama wewe ni mshirika kawaida. Angalia ushirika wako unaifanya namna gani. Unaweza kuja kufanya ushirika na wewe ni mshirati, unaweza kuja kufanya ushirika na wewe ni muongo, unaweza kuja kufanya ushirika na wewe ni mfisadi. Lakini nakwambia, chunguza njia zako zote, kwa maana Bwana Yesu Kristo yuaja. Je, parapanda kila saa utakuwa wapi? Neno limetuambia ya kuwa hukumu inaanzia katika wale walioko ndani ya nyumba ya Bwana. Na kuuliza, je, wewe utakuwa wapi? Chunguza njia zako ili usikuje kulia nje, na Mungu atusaidie.